Shalom mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika darasa letu la neno la Mungu. Na bado tunaendelea na darasa letu la kujifunza namna sahihi ya kuomba sawasawa na maandiko. Sawasawa na maandiko, na tupo katika sehemu ya 8. Na katika sehemu hizi tunaangalia aina mbalimbali za maombi. Zipo aina kuu 5. Tulikusha kuona aina ya kwanza, maombi ya shukrani; aina ya pili, maombi ya kujijenga mtu wa ndani au kujijenga nafsi; aina ya 3, maombi ya upatanisho; na tunaendelea katika aina ya 4 ya maombi ambayo ni maombi juu ya injili au ufalme wa Mungu. Maombi juu ya injili au ufalme wa Mungu. Maandiko yanatuambia injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Maana yake ni kwamba mimi na wewe ni matokeo ya injili iliyohubiriwa. Maana ni kwamba tusingeokoka kama hakukuwa na mtu ambaye ametuletea sisi injili au neno la Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukiombea ile eneo sana maandiko yanavyotuagiza, tafsiri yake ni kwamba na ufalme wa Mungu utakuwa. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 9, katika ile sala ya Bwana, Yesu anasema mnapoomba semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Anasema ufalme wako uje. Ufalme wake kuja maana yake ni kwamba ulishakuja, isipokuwa tunapoomba ufalme wake uje, maana yake ni kwamba ufalme wake uenee. Ufalme wake uenee duniani kote, na unaenea kwa kupitia injili. Kwa hiyo ni sehemu ya maombi ambayo hatuna budi kuyaomba sawasawa na agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi tutaenda kuangalia maeneo ambayo tunapaswa tuyaombe, ambayo Bwana alituagiza sisi tuombe. Jambo la kwanza ambalo unapaswa ugusie katika eneo la kuombea injili ni kuhusiana na eneo la watendakazi. Eneo la watendakazi. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 9, angalia Bwana wetu Yesu Kristo alitoa ombi, akasema tunapoomba basi tuombe katika namna hiyo. Mathayo sura ya 9 mstari ule wa 38. Anasema basi 38 anasema basi muombeni Bwana mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa hiyo tunamuomba Bwana mavuno apeleke watendakazi. Kwa hiyo tunamuomba Yesu Kristo anyanyue watu ambao watakuwa na moyo wa kweli wa kuhubiri injili. Tunaweza tukawa waamini wapo wengi, lakini wenye utayari wa kuhubiri injili ni wachache. Na hivyo hatuna budi kuomba kila siku Mungu ainue watendakazi. Tukianzana na sisi, tunamwambia Mungu atujengee sisi moyo wa utayari wa kuifanya kazi ya Mungu bila kujali gharama ya aina yoyote. Kwa sababu watu wengi wanatafuta vya kwao. Wakisikia kwenda kuhubiri injili, wanachokiwaza ni pesa, wanachokiwaza ni umaarufu, wanachokiwaza ni anasa. Lakini maandiko yanatuambia tuombe Bwana apeleke watendakazi. Watendakazi ni watu ambao wako tayari kutumika katika shamba la Bwana kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo katika maombi yako ya kuombea injili, ombea hili jambo: Mungu peleka watendakazi. Kuna mtu fulani Mungu atamuinua, mtu fulani Mungu atamuokoa, na ataenda kwa sababu ya kuokoa watu. Yamkini hata na ndugu zako ambao umeshindwa kuokoa wewe. Eneo la pili ambalo tunaenda kuomba, tunaomba pia injili ienee kwa haraka sana. Hili nalo ni jambo lingine la muhimu sana. Injili ienee kwa haraka sana. Ukisoma kile kitabu cha Wathesalonike wa pili sura 3 mstari wa 1. Wathesalonike wa pili sura 3 mstari ule wa 1 anasema hivi. Anasema hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu. Umeona, neno la Mungu liendelee na kutukuzwa. Maana yake ni kwamba neno la Mungu lazima liendelee na kutukuzwa. Kwa hiyo hatuna budi kuomba sana ili injili izidi kuinulika, izidi kutukuzwa, izidi kuongezeka hata katikati ya sehemu ambazo hazifikiki. Kwa hiyo ni eneo la pili. Lakini eneo la tatu tunaomba pia ujasiri. Ujasiri ni eneo la kuomba sana katika eneo la kupeleka injili. Waefeso sura 6 mstari wa 19 na ule 20 zinasema pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili. Wakristo tunashindwa kuisema kweli, tunashindwa kukemea dhambi, tunashindwa kuzungumza yale mambo ambayo yanagusa mioyo ya watu kwa sababu pengine ya hofu. Lakini tukiwa na ujasiri wa kutosha, basi tutahubiri injili ya Kristo ambayo haijagoshiwa. Kwa hiyo hatuna budi kuomba ujasiri. Lakini eneo lingine tunaomba milango ya kufaa. Milango ya kufaa nalo ni jambo lingine. Wakolosai 4:3 inasema mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambaye kwa ajili yake nimefungwa. Umeona? Mungu atufungulie mlango. Kwa hiyo tunazidi kuomba milango mingi ifunguke, ya kifedha, milango ya watu wa amani, milango ya kiutulivu, milango ya vibali. Tunaomba ili injili ya Bwana iendelee kuenea. Lakini eneo lingine tunaomba pia ishara na miujiza. Ishara na miujiza vifanyike. Matendo 4:29 mpaka 31 utaona kanisa lilipokuwa limekusanyika pale, wakaomba Bwana ujalie ishara na miujiza vifanyike
kwa mkono wako katika Injili. Ishara nazo zinasaidia sana kuwavuta watu katika ufalme kwa haraka. Maneno matupu hayafui dafu. Hivyo basi tunaomba Mungu ishara, maajabu na miujiza viendelee kuachiliwa ndani ya huduma zetu katika uinjilisti. Kwa hiyo ni jambo pia la kuombea. Lakini jambo la mwisho ni tunaomba Mungu atuepushe na watu wabaya au maadui katika Injili. Wathesalonike wa pili 3:2 inasema hivi: tukaokolewe na watu wasio haki wabaya, maana si wote walio na imani. Kwa hiyo tunahitaji kuokolewa na watu wabaya ambapo ni shetani na majaribu yake na mapepo yake. Tunaomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu watenda kazi ambao wanaenda kuhubiri Injili vijijini na mijini, na sisi tunahubiri mitaani. Mungu atuepushe na watu wabaya. Kwa hiyo Injili haina budi kuombewa kwa sababu ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Na tumesema maeneo haya lazima tuyagusie. Tuombe Bwana apeleke watenda kazi. Tuombe Mungu aijalie Injili ienee kwa haraka. Tuombe Mungu afungue milango ya kufaa. Tuombe Mungu aachilie ishara na miujiza. Tuombe pia Mungu atuepushe na watu wabaya. Yako maeneo mengi ya kuombea katika Injili, lakini haya maeneo makuu ukiagusia katika maombi yako kila siku kuombea ufalme wa Mungu, hakika yake utakuwa umefanya vyema. Kumbuka Injili inashindaniwa kwa maombi lakini pia kwa utendaji kazi. Hakikisha unaombea kila siku kazi ya Mungu kwa watu wanaipeleka Injili. Ikiwemo hawa ambao unasikiliza hata kwa kupitia mitandao, unatuombea pia na sisi ili haya mambo yadhirike au yasimame pamoja na sisi katika kazi ya Mungu. Basi tumebakiwa na sehemu ya mwisho ambapo tutakwenda kuangalia maombi ya mahitaji. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Shalom.